Kwa hiyo mradi kwa kweli huu wa Ahadi umekuja kwa wakati mwafaka na tumeweza kuwafikia vijana. Ukiangalia kwa upande wa kuwawezesha kwa kipato, tumeweza make kijana uweze kumfanya kwamba sasa hivi unampa shilingi 20,000. Je, hiyo 20 itaendelea kuwepo? Kwa hiyo tukaona ni vizuri sasa aweze kupewa mafunzo ya kuweza kuendelea kupata hiyo 20,000 kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna vijana ambao walipelekwa VETA na wakapata mafunzo mbalimbali. Kuna wale ambao walienda kwenye kozi za ususi, ufundi garage, kuna wengine walienda kwenye kozi ya fundi welding, na kupitia jiji sasa kuna wengine tayari wameshaweza kuwa attached kwenye sehemu mbalimbali na wanajiendeleza. Lakini kuna wale ambao wamepewa mitaji wamepewa mitaji na wameweza sasa kujikimu wenyewe, wanaendeleza kile kitu ambacho katika andiko, kwa sababu ni lazima afanye andiko kwanza ili aweze sasa ionekane kwamba huyu hitaji lake ni nini. Kwa kupitia lile andiko wanawezeshwa mitaji na wengine wanaendelea vizuri mpaka sasa hivi. Na kwa kupitia hapo tumeweza kufikia vijana 190 ambao tayari TAHEA wameweza kuwawezesha na wanaendelea vizuri. Lakini ukiangalia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, World Vision kwa kupitia mradi wake wa Ahadi wameweza kutufanyia ukarabati kwenye vituo vyetu viwili vya kutolea huduma. Ukiangalia miundombinu mingi sana ya vituo, hakuna sehemu ya kutolea huduma rafiki kwa vijana. Ilifikia sehemu sasa tuna improvise, tunasema labda tutoe huduma baada ya muda wa kazi, labda kuanzia saa 11, 12. Ukiangalia huyu kijana hiyo 12, mzazi anataka kijana awe tayari amesharudi nyumbani kwa ajili ya kutekeleza majukumu mengine. Kwa hiyo tunashindwa kumpata huyu kijana. Kwa hiyo kupitia mradi huu wa Ahadi umetuwezesha sasa sisi kupata vituo viwili ambavyo vinawawezesha vijana kufika muda wowote na wakati wowote kwa ajili ya kupata huduma. Na watu wa huduma, kwa sababu sio kila mtu wa huduma ama wa huduma za afya ana uwezo wa kumhudumia kijana. Kwa hiyo tunao idadi ya watu wa huduma 30 ambao wamewezeshwa na wana uwezo wa kutoa huduma rafiki kwa vijana. Na huduma hizi sasa zimeweza kufika sehemu katika kata zote kata 12 tumeweza kuzifikia, kwa sababu mwanzo tulikuwa na zile kata 2, baadaye tukaja kuongeza hizi kata 10. Kwa hiyo sasa hivi tuna kata 10 ambazo kwa kweli tunajivunia na tuna uwezo wa kusimama na kusema kweli sasa hivi vijana katika hizi kata wana uwezo wa kufikia malengo yao, lakini pia wana uwezo wa kujisimamia wenyewe.